from next week, 3 days straight of maandamano, Monday, Tuesday, Wednesday, until William Ruto understands the people are suffering and repeals this law the same way that he imposed it upon the other. Naam, karibuni tena watazamaji, ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo tunaendelea kuzipata moja kwa moja kutoka kule kwenye bunge la kitaifa jijini Nairobi, ambapo tunapozungumza sasa hivi wabunge mbalimbali wamewasili, wako tayari kufanya voting ama kupiga kura kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka wa 2026 2027. Na kama kuna kiongozi ambaye yupo tabani sasa hivi watazamaji wangu, ni William Samoei Ruto pamoja na kiongozi walio wengi kwenye bunge la kitaifa pale kwenye bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, kwa sababu huu mwaka wa 2026 sio mwaka wa 2024 ambapo wabunge wa ODM na wa UDA waliungana kufanya mambo kama vile ya kukubali finance bill, kushirikiana kwenye impeachment ya Rigathi Gachagua. Sasa hivi mambo yamebadilika na wabunge wa ODM sasa hivi wamekuja kuungana na wenzao kutoka kwenye upande wa the United Opposition ili kupinga finance bill ya mwaka 2026 2027. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi, huku wasiwasi na hali ya hofu ikiendelea kushuhudiwa kule kwenye bunge la kitaifa, ningependa kuomba muweze kulike video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha. Na watazamaji, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Hatimaye siku ambayo Wakenya walikuwa wamesubiria kwa hamu na gamu imeweza kufika, na leo ndio tutakuwa tunajua hatima ya finance bill ama bajeti ya mwaka 2026 2027. Wale wabunge wa ODM ambao walikuwa tegemeo mwaka wa 2024, kipindi hiki sioni kana kwamba watasimama na William Samoei Ruto, wakiongozwa na mbunge wa Embakasi East Mheshimiwa Babu Owino. Kipindi hiki kwa mara nyingine wamejitokeza na kuanza kupinga kwa kikamilifu mswada wa fedha wa mwaka wa 2026 2027. Kuna wabunge mbalimbali watazamaji wangu ambao hata mwaka wa 2024 hawakukubaliana na ile finance bill, na sasa wakati umefika tena, ndio huu hapa leo kule kwenye bunge la kitaifa. Tunataka kujua, je, ni mbunge mgani ambaye atakubali na ni nani ambaye amekataa? Kwa hivyo mtazamaji wangu, wewe sijui kama mbunge wako atakuwa kwenye bunge la kitaifa. Siku ya leo nitakuwa nazidi kukufahamisha kuhusiana na matokeo na vile ambavyo kura zitakuwa zinapigwa pale kwenye bunge la kitaifa. Mbunge wako atapiga yes ama atapiga no? Ni habari ambazo nitakuwa nazidi kukufahamisha kwa kiundani, lakini kwa sasa hivi nataka nikupatie fursa uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi kule kwenye bunge la kitaifa, huku wabunge wa the United Opposition, wabunge wa ODM wakiendelea kupinga baadhi ya mambo ambayo yamependekezwa pale yanakuja kumfanya mwananchi wa kawaida atozwe ushuru zaidi. Kabla sija kuwekea video mtazamaji wangu, nakukumbusha tena, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. The government that is imposing dangerous tax on citizens is a government that is ready to finish its own citizens. That is unacceptable. That is another reason why I must vote no for this finance bill. Order members. Hapo awali it was a very good platform for them to revise the previous finance bill and see where was the problem so that they can, but instead they have not done anything to fix the other finance bill, but again they have added more, anything that they didn't implement that was negative to the Kenyans, they want now to implement through this finance bill. So hiyo ndio maneno tunakataa hii finance bill. Hata mambo ya miwa, kubeba miwa wameleta tena, kuanza kuleta tax kwa hiyo maneno. Unaona hii serikali imeharibika kichwa. We are legislators who legislate bills and motions. Every bill that we legislate will have clauses, and therefore there is nothing that you ever superimpose on a bill. And it is rightful that anyone who purports anything is in a bill must point out where that is in the bill. Because what is in the bill can only come through an amendment, either from the committee report, and that is why we debate the bill supported by the committee's report. Anything else, unless as a private member I want to bring a proposal, and none of them has brought any alternatives. Even those who went for public participation have not even read the members of parliament, like the member for Kiharu,
has not even read the report to see what was said of his proposals in the public participation report. We are disappointed in the manner of which the Speaker of the Day has led the National Assembly. Standing order number, the standing order on division provides that a member supported by 30 members, if they rise for a roll call after division, the Speaker should be able to count the members, and we go for a division. We called for a division, 31 members, and the Speaker refused for us to be head counted so that people will know who voted yes and who voted no to the finance bill as it was proposed. The National Assembly is a place of debate. Why end a debate under Standing Order 95 that you do not want us to debate any further? You want us to vote. We came to Bunge to debate, to argue. If members of the executive represented here by their sycophants do not want a debate, why bring it to Parliament? Parliament is a place of debate. Less than 20 people have contributed to the finance bill this morning, and Osoro laid an ambush to us, and from nowhere he brought that thing. Also, so that we understand how desperate this government has grown, in that we only had our brothers from Kalenjin land plus Osoro. Yes, their friends from the mountain who purport to support them had fled. The broad-based brothers, our Luo Nyanza brothers, have fled. In fact, I was surprised to see Honorable Batandi here. They are worried because the bill that they have introduced, the finance bill of 2026, is punitive to the common mwananchi. And that has to go. You know, they are trying to bring some jargons. Na mtazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule kwenye bunge la kitaifa. Ni siku ambayo tunajua kama wabunge watatusaliti kama vile ambavyo waliwasaliti wananchi pale mwaka wa 2024 kwa kukubali mswada wa fedha wa kipindi kile, ambapo maelfu ya vijana wa Gen Z walilazimika kuingia kwenye maandamano kwenye miji mikuu, tukianza na kule jijini Nairobi. Mpaka siku leo watazamaji wangu, vijana wa Gen Z bado wanaendelea kupinga hii serikali ya Kenya Kwanza, na uhusiano wa serikali ya Kenya Kwanza na vijana wa Gen Z uliharibika tangia kipindi kile. Na kama kuna wapigaji kura ambao watakuja kumpatia William Samoei Ruto kipindi kigumu, ni hawa vijana wa Gen Z ambao kila uchao wanaendelea kujisajili, wanaendelea kuchukua kura ili waweze kushiriki kwa pakubwa kuchagua kiongozi mwingine tofauti pale mwaka wa 2027. Hayo tu kwa sasa watazamaji, lakini msiende mbali kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha kuhusiana na matokeo ya mswada wa fedha wa mwaka huu wa 2026-2027. Je, wataukubali ama wataweza kuupinga? Kabla sijatambulisha msemaji wangu, ningependa kuwakumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.